Sanduku la Agano ni kitu kitakatifu kilichofunikwa kwa dhahabu kinachojulikana na Wayahudi, Wakristo na pia Waislamu. Pia limejulikana kwa hadhira pana zaidi kwa kuonyeshwa katika filamu mbalimbali. Lakini Sanduku la Agano ni nini? Maandishi ya kale zaidi yaliyoandikwa kulihusu ni Torati inayopatikana katika Tanakh ya Kiyahudi na katika Agano la Kale la Biblia. Inatuambia kuhusu Mungu mkuu, yule aliyedai kuwa muumba wa sayari ya dunia. Aliandika sheria 10 kwenye mbao 2 za mawe. Mawe haya kisha yaliwekwa ndani ya sanduku lililofunikwa kwa dhahabu. Sanduku lenyewe kisha lilifungwa kwa kiti au kifuniko chenye makerubi wawili, mmoja kila upande wa kifuniko. Sanduku lilitumiwa kwa madhumuni mawili tofauti. Ilikuwa juu ya kiti hiki, muumba wa dunia angejidhihirisha kama sheria, na sanduku lilifanya kazi kama kiti cha enzi cha muumba. Pili, liliwekwa katika mfumo wa patakatifu pamoja na vitu vingine vitakatifu. Hakuna aliyeruhusiwa kuingia katika chumba kilichohifadhi sanduku isipokuwa mara moja kila mwaka, ambapo kuhani mkuu alileta damu ndani ya chumba na kuweka damu mbele ya sanduku na juu ya kiti cha sanduku. Hii ilionyesha jinsi makosa ya watu dhidi ya sheria katika sanduku yalivyokuwa yamefikishwa mbele ya haki kwa damu ya mbadala kuletwa mbele ya kiti cha enzi. Baadaye lilihamishiwa kwenye hekalu la kwanza huko Yerusalemu wakati fulani kabla ya Wababeli kuuzingira mji na kuliharibu hekalu. Inadhaniwa kuwa lilifichwa au kwamba lilitoweka. Tangu wakati huo, wasomi wengi, wanateolojia, wanahistoria na wanaakiolojia wamejiuliza nini kilikuwa kimekipata au ikiwa kilikuwepo kabisa. Je, ilikuwa kweli au ilikuwa hadithi tu? Hakuna aliyeruhusiwa kuligusa sanduku. Katika zaidi ya tukio moja, wale waliokiuka sheria hii walipigwa na kufa. Pia liliwafuata Waisraeli vitani. Lilipotekwa na maadui, walipigwa na mapigo hadi walipolirudisha kwa walinzi wake. Lilidhaniwa kuwa na nguvu za kichawi. Kwa miaka mingi kumekuwa na wawindaji wengi wa sanduku wakitafuta sanduku la agano au wakijaribu kuelewa umuhimu wa sanduku hilo. Wengi wametengeneza nakala zake. Zaidi ya mmoja wamedai kuwa wameligundua, lakini hadi sasa hakuna aliyeleta ushahidi wa uvumbuzi wao ili uweze kuchunguzwa. Lakini dai moja lilikuwa la kipekee kuliko mengine yote, kwa njia ya pekee sana na yenye kuhuzunisha. Kutoweka kwa sanduku kumekuwa fumbo kwa muda mrefu sana. Vyanzo vyote vinavyotaja mahali lilipofichwa viliandikwa muda mrefu baada ya kutoweka kwake, na kwa wazi vinategemea hadithi au hata kubahatisha. Mara ya mwisho ilipotajwa katika Biblia ni wakati Mfalme Yosia alipoamuru irudishwe ndani ya hekalu. Lakini pia tunajua kwamba Babeli iliteka Yerusalemu katika siku za mwana wa Yosia zaidi ya miaka 35 baadaye. Jambo moja la kufurahisha kuhusu hili ni kwamba hakuna kutajwa kwa sanduku, ingawa vitu vingine vilivyochukuliwa vinatajwa. Hata hivyo, kitabu cha Makabayo kilichokuja mamia ya miaka baada ya kupotea kwake kilidai kwamba sanduku lilikuwa limefichwa kwenye mlima ambapo Musa aliona nchi ya ahadi kabla ya kufa. Kitabu cha Baruku, kitabu cha hivi karibuni zaidi, kilidai kwamba Mungu aliruhusu ardhi chini ya Yerusalemu ilimeze na kwamba sanduku lingetokea tena wakati wa mwisho. Na fasihi ya enzi za kati ilidai sanduku lilikuwa limepelekwa Ethiopia, na baadhi ya uvumi wa karne 20 ulijumuisha Misri na hata Ayalandi. Lakini kile sanduku lilivyo na mahali lilipo huenda vikawa vimeunganishwa. Kazi kuu ya sanduku la agano ilikuwa kuwa kiti cha serikali ya Mungu katika hekalu lake la duniani.
Lakini sanduku lilikuwa na kazi nyingi nje ya patakatifu, na halikuishia tu kwenye matambiko ya dhabihu. Ndani na nje ya mfumo wa patakatifu, sanduku lilituniwa kutetea haki ya Mungu kama mwamuzi na Mungu wa pekee wa kweli na mfalme wa dunia nzima. Dai lake la haki hii liliandikwa katika sheria ndani ya sanduku, ambayo ilisema kwamba yeye ndiye muumba na kwamba dunia kwa hivyo ni mali yake. Mungu wa Biblia alisema, sanduku la Ba wana Bwana wa dunia yote. Kwa maana dunia yote ni yangu. Kwa maana Ba wa ana aliye juu ni wa kuogofya, yeye ni mfalme mkuu juu ya dunia yote. Ndio maana sanduku lilitangulia mbele katika vita dhidi ya mji wa Yeriko. Ingawa mji huu haukumkubali kama Mungu au kuwa mamlaka kuu duniani, bado angeweza kuwahukumu na kuwapa adhabu. Ingawa Nebukadreza, kiongozi mkuu wa Babeli, hakuabudu Mungu wa Israeli, yeye na wafalme wengine na mataifa makuu katika siku hizo bado walihukumiwa na Mungu. Waashuru, wa Midiani, wa Kanaani, wa Misiri, wa Ethiopia, wa Filisti na mataifa mengine mengi yaliyomkataa Mungu kama Mungu wao bado walihukumiwa kulingana na kiwango cha Mungu. Wakati mfalme wa mwisho wa Babeli alipomdhihaki Mungu katika hekalu la Mungu, alihukumiwa na Bwana kwa njia ya mkono ulioandika hukumu yake ukutani mbele ya kila mtu chumbani. Mungu anaonyesha kwamba bila kujali dini au asili ya kikabila ulionayo au unayotoka, utahukumiwa kulingana na kiwango cha muumba na si kwa kiwango chako cha maadili au kiwango cha maadili cha utamaduni wako mahususi. Moja ya kazi za sanduku ilikuwa kwenda mbele ya watu wa Mungu nyikani na kuwaongoza hadi mahali pao pa kupumzikia. Lilikuwepo wakati mzozo wa mamlaka kuhusu nani alikuwa mteule wa Mungu ulipohitaji kutatuliwa. Liliwatangulia kuelekea mto Yordani. Hivyo mto ulifunguka kimuujiza kwa ajili yao na kuwawezesha kuvuka hadi upande wa pili. Lilishiriki katika uthibitisho wa agano kati ya Mungu na Israeli katika mlima Ebali. Na bado Israeli walipomkosea Mungu na kushindwa na adui na sanduku likachukuliwa kutoka kwao, Mungu alilitumia sanduku kuwahukumu Wafilisti na kuwaibisha miungu yao, hivi kwamba walilazimika kulirudisha tena. Katika hali hii, Mungu alilitumia sanduku kama ishara ya hadhi ya ufalme wake. Hata wakati Mungu hakulinda watu wake walioasi, alikuwa amelilinda sanduku kwani liliwakilisha mamlaka yake. Hili linadhihirisha kwamba hakuna mwanadamu aliyehitaji kulilinda na kwamba Mungu angelilinda salama yeye mwenyewe. Hii pia inaondoa uwezekano wa lenyewe kuharibiwa. Sanduku lilikuwa kiti cha enzi cha Mungu duniani, na Biblia inasema kiti chako cha enzi, Mungu, ni cha milele na milele. Wakati Yeremia alikuwa ameshuhudia Yerusalemu na hekalu vikiharibiwa, alikuwa na jambo tofauti kabisa la kusema kuhusu kiti cha enzi cha Mungu. Wewe, Bwana, unadumu milele, kiti chako cha enzi tangu kizazi hata kizazi. Hivyo nini hasa kililipata? Yeremia alikuwa ameambiwa na Mungu kwamba mji na hekalu vingeenda kuharibiwa. Alikuwa amejiandaa na wengine wengi pia. Jambo la asili zaidi la kufanya lilikuwa kuficha kitu chao kitakatifu zaidi, sanduku la agano. Neno la kinabii kuhusu nyakati za mwisho katika Biblia linaweza kuwa limetupa kidokezo cha mahali ambapo sanduku lingetokea tena. Nayo itakuwa katika siku za mwisho. Na twende juu mlimani kwa Bwana, maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Katika karne ya 19, arkeolojia ilianza wakati wasomi mbalimbali walipoenda kutafuta kati ya mabaki ya kale yaliyopatikana Mashariki ya Kati.
Kuanzia makaburi na mahekalu nchini Misri hadi rekodi za kihistoria na miji ya Biblia huko Mesopotamia na Palestina, Biblia kama kitabu sahihi kihistoria ilikuwa dhahiri. Kama miji na mataifa ya kale yaliyotajwa humo, maandishi ya kale ya mataifa mengine yalithibitisha maandiko. Hadi wakati huo, hata mji wa Babeli ulikuwa hadithi kwa watu wengi mpaka walipopata mabaki yake. Lakini Yerusalemu ilikuwa na wakazi tangu sanduku lilipotoweka. Watu wengi walikuwa wamejenga majengo mapya juu ya yale ya kale. Hivyo, mji wa kale ukawa tabaka za historia moja baada ya nyingine. Mnamo 1854, mishonari James Bartley alitembea kando ya kuta za kale za Yerusalemu. Hapa anakutana na lango la pango kubwa chini ya mji wa kale, likiwa limejaa mahandaki na nafasi. Limefungwa kwa karne nyingi na lilikuwa na urefu wa mita 5 ya mji. Mnamo 1867, Jenerali Sir Charles Warren alifanya uchimbaji wa kwanza mkubwa katika mji wa kale na mlima ambao hekalu liliwahi kusimama. Aligundua mashimo na mahandaki chini ya ardhi. Mnamo 1873, Charles Clement Ganneau, mtaalamu wa mashariki na mwanaakiolojia wa Ufaransa, aligundua kerubi aliyochongwa kwenye jiwe ndani ya pango. Makerubi walitumiwa sana nyakati za kale kulinda lango la mji au mahali patakatifu. Kerubi huyu alikuwa na sifa zinazofanana na zile zilizojulikana wakati sanduku lilipotoweka. Mnamo 1882, Jenerali Gordon, ofisa aliyeheshimiwa sana, alisafiri Mashariki ya Kati. Na alipokuwa akiangalia huko Yerusalemu, aliamini kuwa mahali pa asili paitwapo Golgotha pasingeweza kuwa mahali sahihi. Sehemu ya kaskazini ya mlima wa hekalu iliyokatwa ilionekana kufaa maelezo ya Biblia na mpangilio wa kale wa mji vizuri zaidi. Alianza uchimbaji hapo, lakini alilazimika kuondoka kusaidia kwenye mgogoro huko Sudan, ambako alikufa na hakuwahi kumaliza kazi yake. Hata hivyo, alipata muda wa kuandika barua kwa rafiki yake iliyokuwa na kauli ya kushangaza. Kitu fulani kilikuwa kimetokea ambacho hakukielezea. Mlima wa kaskazini ambao Gordon aliutambua kama Skull Hill pia ulikuwa eneo la pango la Yeremia, ambapo aliandika kitabu cha maombolezo, kitabu kile kile ambapo Yeremia alisema kiti cha enzi cha Mungu kinabaki. Gordon alisema sanduku la agano liko hapo. Pia alitaja kuwa vyombo vingine vya hekalu pia vingeweza kupatikana hapo. Kauli ya ajabu sana, kwani hakuwahi kumaliza uchimbaji wake. Kwa hiyo, alijuaje? Naam, mahali hapo paliachwa pamefunikwa na barua za Jenerali Gordon zilibaki zimefichwa mahali salama. Takriban miaka 100 baadaye, mtu mmoja kwa jina la Ronald Wyatt alianza kumuomba Mungu amtumie kuonyesha ulimwengu kuwa Biblia ni kweli. Ron alikuwa tayari ameshaanza kuchunguza hadithi ya gharika na mabaki yanayoweza kuwa ya safina ya Nuhu. Pia alikuwa akisoma kuhusu kutoka kwa Israeli kule Misri na mahali ambapo huenda walivukia bahari. Akipata magurudumu kadhaa ya kale ya magari ya vita ya Misri. Ilikuwa katika moja ya safari za kupiga mbizi ambapo aliishia kupitia Yerusalemu. Akiwa njiani kuelekea nyumbani, alikuwa akitembea kando ya jabari na rafiki mpya wakati mkono wake ulipoinuka ghafla wenyewe na mkono wake ukaelekeza mahali ambapo baadhi ya vifusi na takataka vilikuwa vimekaa mbele ya jabari. Bila kuelewa kwa nini au vipi, alijisikia akisema, hapo ndipo pango la Yeremia na sanduku la agano liko hapo. Ron alichanganyikiwa na kile kilichotokea, kwani hakuwa amewahi kupata uzoefu kama huo hapo awali. Hakuwa hata amefikiria kulitafuta.
Akiwa na wasiwasi, alienda nyumbani akijaribu kusoma na kugundua ikiwa sanduku kuwa hapo inaweza kuwa uwezekano. Alisoma ukuta wa mzingiro wa Babeli wakati ambapo sanduku lilionekana mara ya mwisho. Alijaribu kubaini ni lini lilipaswa kuondolewa na pia vikwazo vya wakati na mahali pa kulificha. Aliona kabisa uwezekano kwamba sanduku linaweza kuwa limefichwa chini mahali fulani katika mifumo hii ya vichunguu. Alisadiki kwamba Mungu mwenyewe alikuwa amempa msukumo wa kulipata. Ronald alianza kuchimba na wanawe wawili mahali ambapo mkono wake ulikuwa umeelekeza. Hata hivyo, hivi karibuni waligundua kuwa mwamba mkubwa wa mlima ulifanya kuchimba kuelekea chini kuwa kugumu. Badala yake, walianza kuchimba futi chache kuelekea upande wa kulia. Walipoanza kuchimba, alipata haraka sehemu 3 zilizochimbika kwenye uso wa jabali. Ron alifikiri kwamba labda zinaweza kuwa sehemu zilizokusudiwa kushikilia ishara, zikitoka kipindi cha Kirumi. Baada ya yote, Golgotha ilikuwa karibu na barabara kuu wakati wa Yesu, na hii inaweza kuwa mahali ambapo Yesu alisulubiwa. Nukuu inayojulikana sana ya Quintilian inaelezea, kila tunaposulubisha wahalifu, barabara kuu zenye watu wengi huchaguliwa, ili wengi waone na waweze kuingiwa na hofu kwayo. Kwa sababu adhabu yote haihusu sana kulipiza kisasi, bali kutoa mfano. Eneo la Golgotha ambapo kanisa la Byzantine lilijengwa halikuwa kando ya barabara kuu, lakini mahali hapa palikuwa. Je, inawezekana sehemu hizi zilitumika kuweka ishara zilizowaonyesha watu makosa ambayo wahalifu walikuwa wameyafanya? Alianza kufikiria kuwa upande huu wa mlima huenda ulikuwa mahali ambapo watu walisulubiwa. Aliendelea kuchimba kuelekea chini, lakini ardhi ya chini ilikuwa legelege sana. Kwa sababu hiyo, walirudi mahali pa kwanza wakitumaini kwamba wangeweza kuchimba kuzunguka lile jiwe kubwa. Safari hii waligundua kuwa wangeweza kuchimba chini kati ya jabali na lile jiwe, na kwamba jabali hilo liliunda karibu kama paa walipokuwa wakichimba kuelekea chini. Alipokuwa akichimba kuelekea chini, alipata haraka kile kilichoonekana kuwa tundu la kamba lililochongwa kwenye jabali. Alikuwa karibu kugundua ni kwa ajili ya nini lingeweza kutumika. Futi 38 chini ya usawa wa ardhi, walijikuta katika kile kilichoonekana kuwa muundo kama wa birika. Ilikuwa ya duara ikiwa na ngazi zinazoshuka ndani yake. Ron alijiuliza ikiwa huenda ilitumika kuhifadhi nafaka na kisha baadaye ikatumika kama birika. Alichonga kupitia ule udongo wa kukandika na kupata kiasi kikubwa cha vyombo vya udongo miongoni mwa uchafu na vifusi vilivyotumika kama kijazio kuunda birika hilo. Alipoonyesha vipande hivi vya vyombo vya udongo kwa mamlaka za mambo ya kale, walivichunguza na kumfahamisha Ron kwamba baadhi yavyo vilianzia tangu enzi ya Wayebusi. Sampuli ambazo zilionekana kuwa za hivi karibuni zaidi zilikuwa za kipindi cha Warumi. Aliendelea kando ya uso wa jabali chini ya mahali ambapo alikuwa amepata zile sehemu za kuwekea vitu. Kwa sababu ya vyombo vya udongo na sarafu alizopata, walielewa kuwa walikuwa kwenye kiwango cha Kirumi. Alipokuwa akichimba chini, alipata mifupa mingi ya vidole iliyothibitisha mashaka yake kwamba mahali hapo zamani palikuwa mahali pa kunyongea. Mbali na kusulubiwa, kupigwa mawe pia kulifanyika wakati wa enzi ya Warumi na Wayahudi. Nje ya muundo wa birika ambao Ron aliogundua, alipata muundo mwingine wa duara upande wa pili. Ni msingi tu wa muundo huu wa duara ulioonekana kuwa mzima. Alipokuwa akisoma muundo huo, alipata sehemu iliyohifadhiwa vizuri ikiwa na ukuta na jiwe lililochongwa likiwa limesimama kwa mlalo kutoka kwenye ukuta katika uso wa jabali.
Futi chache mbele yake aliona jiwe la mraba ambalo halikuonekana kama jiwe lenye umbo la asili. Aliliinua kwa uangalifu na kupata tundu la mraba lililochongwa kwenye mwamba wa chini. Je, hili lingeweza kuwa tundu la msalaba? Alipochunguza tundu hili na kuondoa udongo uliolizunguka, aligundua kuwa lilikuwa na ufa mkubwa uliotokeza kutoka humo. Ilionekana kuwa tundu hilo lilichongwa kwenye jukwaa katika mwamba wa msingi. Mbele, katika kiwango cha chini, alipata matundu mengine kadhaa ya misalaba. Lakini hakuweza kuondoa wazo kichwani mwake kwamba lile lililo kwenye jukwaa lenye ufa uliotokeza kutoka humo lingeweza kuwa tundu lililoshikilia msalaba wa Kristo. Alikumbuka andiko likisema kwamba tetemeko la ardhi lilitikisa mlima wakati Kristo alipokufa. Je, ufa huu ungeweza kuashiria tundu lililoshikilia msalaba? Tundu la msalaba liliingia inchi 23 ndani ya mwamba imara, huku ufa ukionekana kuingia ndani zaidi. Si jambo lisilowezekana kwamba wangejua mahali ambapo Kristo alisulubiwa, na alikuwa na wafuasi wengi ambao wangetaka kugeuza eneo hilo kuwa mahali pa ukumbusho. Golgotha, ambayo kanisa Katoliki na makanisa ya Orthodoksi yote hutumia, iliamriwa kwanza kujengwa na Konstantini Mkuu karibu na mwaka 325 au 326 juu ya mabaki ya hekalu la kale la kipagani. Hii ilitokea miaka mingi baada ya Kristo kusulubiwa. Lakini mabaki haya ambayo Ron aligundua yalikuwa ya Kirumi na yangeweza kuanzia muda mfupi baada ya kusulubiwa. Baada ya mwaka 70 baada ya Kristo, Wayahudi waliuawa au kuhamishwa na mji ukageuzwa kuwa kambi ya Kirumi. Hii inaweza kumaanisha kuwa eneo hilo halikutumika tena kwa kusulubisha watu. Ron alipata sarafu katika muundo wa jengo kuanzia mwaka 135 baada ya Kristo na kabla yake, lakini hakuna baada ya hapo. Katika mwaka 130 baada ya Kristo, Wakristo walipendelewa badala ya Wayahudi na muundo huu, kwa hivyo huenda ulijengwa na Wakristo wakati huu au mapema zaidi. Hii ina maana kwamba huenda hili lilikuwa eneo la kwanza lililotambuliwa kama Golgotha halisi. Golgotha, ambayo kanisa la Byzant lilijengwa juu yake takriban miaka 200 baadaye, ilijengwa wakati maarifa kuhusu maeneo haya yalikuwa yamepotea kwa kiasi fulani. Kadiri muda ulivyokuwa karibu na kusulubiwa, ndivyo wangejua zaidi kuhusu maelezo ya kile kilichotokea. Ukweli kwamba sarafu ambazo Ron alipata katika jengo la kale zilikuwa za mwaka 135 baada ya Kristo unaonyesha kwamba yeyote aliyejenga na kutumia muundo huu wa kale inaonekana aliuacha wakati huo na kuondoka eneo hilo. Ukweli kwamba misingi bado iko imara unaweza kuashiria kuwa haikuharibiwa na wavamizi, lakini uwezekano mkubwa uliacha kutumika na kuharibika. Hatimaye, baada ya muda, ulifunikwa na udongo na vifusi. Vyovyote vile ilivyokuwa, ushahidi ulionyesha kuwa muundo huo huenda ulijengwa muda mrefu kabla ya kanisa la Holy Sepulchre. Ron na wanawe wawili walikuwa wamefanya kazi hapa kwa kipindi cha karibu miaka 2. Waliendelea kutafuta chini kwenye kiwango cha Kirumi, pango au mlango wa handaki, lakini bila mafanikio yoyote. Kisha Ron akahisi msukumo wa kupenya kupitia ufa katika ukuta wa jabali. Wote walisali na kuendelea kuhisi msukumo huo. Walitumia nyundo na tindo, na baada ya muda mfupi waliweza kuona nafasi wazi nyuma yake. Walipanua tundu hilo ili waweze kupita. Pango hilo kwa ndani lilikuwa na urefu na upana wa futi 15. Ron alikuwa amesisimka kwanza alipogundua pango hilo, akifikiri sanduku huenda likawa umo ndani, lakini lilikuwa tupu na lilipelekea kwenye mashimo na matundu mengi ndani ya mlima.
Ron aliendelea kutafuta kila pango na tundu ambalo angeweza kupata ndani ya mfumo huo mkubwa wa mapango.